na maagizo yake bila lawama. Mstari wa 7, nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana. Mstari wa 8, basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu. Mstari wa 9, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Mstari wa 10, na mkutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Mstari wa 11, akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukiza. Mstari wa 12, Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamwingia. Mstari wa 13, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake utamuita Yohana. Bwana asifiwe. Zakaria alikuwa mwaminifu. Licha ya kwamba katika ile madhabahu alikuwa anaitumikia haikumpa mtoto kwa miaka mingi, lakini maandiko yanasema alikaa katika sheria ya Bwana, alikuwa katika uaminifu, alikaa katika kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Licha ya kwamba hakupata kitu kupitia makuhani wake ambao walimtangulia, lakini neno linasema alikuwa mwaminifu. Siku moja Mungu akathibitisha ukamilifu wake. Maandiko tunasikia anasema malaika akatumwa pale kwa Zakaria. Bwana asifiwe. Wakati akifanya huduma, malaika akatumwa akamwambia Zakaria, dua yako na maombi yako Mungu wa mbinguni amesikia. Hakika mke wako Elizabeth atatunga mimba, atakuzalia mtoto ambaye utamuita Yohana. Kitu chema kikazaliwa katika kiuno cha Zakaria na Elizabeth. Mpendwa, nimekuja kusema na wewe, mtumikie Bwana kwa uaminifu. Haijalishi mchungaji anakupa nini, haijalishi ni nini ambacho unakibenefit katika madhabahu unakikosa. Umetaka nini katika hiyo madhabahu umekikosa. Nataka nikwambie, ukikaa katika uaminifu, Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mkamilifu. Lazima Mungu atafanya jambo juu ya maisha yako. Mtumikie Bwana. Maandiko yametuambia waziwazi, walioana wakiwa na miaka kama 27, mume akiwa na miaka 30, wakaishi Zakaria na Elizabeth, wakakosa mtoto. Bwana Yesu. Lakini kupitia kitendo kile cha kwamba wamekosa mtoto, hawakuvunjika moyo. Walikaa kumcha Bwana, walikaa katika sheria, walikaa katika uaminifu. Unatumika madhabahuni huna mtoto, unatumika madhabahuni huna kazi, huna mahali pa kulala. Bwana Yesu asifiwe. Usitegemee kitu kwa akili zako, usitegemee mtu atakupa kitu. Uliombea mtu ukatarajia huyo mtu atakupa kitu.